moja katika wanazuoni wakizungumzia usema tunakubalia kwamba sumu biruyati, sio wa aftaru biruyati, funga kwa kuona na fungua kwa kuona, sawa sawa. Na ikishindikana kuona tutafanya nini? Kamilisha nini? 30. Kamilisha very clear, roadmap very clear, isn't it? But the problem is hii maneno ya kutafuta nani ataona na itaonekana wapi, ndio ilete shida, sivyo? Imeleta shida kidogo. Sasa kitu kiko katika nguzo za academic discourse ya wanazuoni wasema wengine, okay, popote ambapo kwamba mwezi utakapoonekana fahwa musallatuna iko katika ahwa musallat au ni hapana, hiyo ni mustahili kuonekana mwezi kwa sehemu yote katika ulimwengu. Mwezi anaffect labda wengine, labda wakati wengine waliona, wengine wanalala hata usiku. Na ni kweli practical. Wakati mimi asali dhuhur, wengine wanasali alfajr. Kidogo. Kwa hivyo maadama katika sala zetu, katika hata sala zetu wakati zinatofautiana, tunasali wakati tofauti, vile vile katika kufunga pia tunafaa kuzingatia idha kufanya na gani zile za kwamba nchi ama sehemu katika ulimwengu kama nyakati zao zinakaribiana sana, hakuna tofauti nyingi, hawa wanaweza kufunga pamoja. Kwa mfano tuko East Africa, Afrika jamii tunakaribiana, sio hizo, inaweza kuenda pamoja. Hii ni khilafu, sio? Hizi ni khilafu zilizozaliwa. Wengine wakasema madama na kuna khilafu, tufanye nini? Tufanye hivi. Hii masala iwachiwe viongozi ambao kwamba wanasimamia hiyo kazi. Kiongozi akitoa mwongozo, hivyo ndio njia ya kwenda. Sababu ni nini? Wasema kama kawaida, hukumu qadhi yarfa al-khilaf. Mwenda kubishana na mezako, ukaenda koti kasikiliza kesi, ikafanya nini? Ikakata kesi. Hiyo kesi imeisha, sio? Of course bodi ni ruhusa, wote wamekosa kesi yake, mwingine wote wao, lakini ile khilafu imeisha. Sasa kwa mfano ukaenda kwa mwanazuoni, ukiwacha bibi yako na talaka 3, talaka ngapi? 3. Mara 3 talaka 3, kasoma nimekuacha na talaka 3. Ukaenda kwa shehe fulani, na sasa tena unajuta, unasema kwamba nimekuacha mke wangu na talaka 3, nataka kidogo hii. Ukaenda shehe yule anamwambia talaka 3, hakuna kitu hapa, kisha sawa, kuna shehe mmoja anamwambia, mwingine atamwenda akamwambia talaka 3 habiti inafaa kutolewa moja. Kwa hivyo talaka yako ilikuwa moja tu, sivyo? Bado ndio nayo huyu akakwambia hivyo, mwingine akakwambia vingine. Hali ni nini? Ukikimbia kotini, nataka kujua hii itakilifanyika. Okay, talaka inapita mahabiti, ukaenda kwa Serana akasema kama talaka 3 sio 3 ni 3, enda zao. Bora bibi hapa. Hiyo khilafu imeisha. Yule akasema kwamba ni moja yake nayo kutoa. Sawa sawa. Iko katika kitabu lakini maadamu kaja na hukumu. Sawa sawa. Imeisha. Ama kaja sema kwamba ni moja tu. Sawa. Kulingana na dhambi yake, iko specials. Imeisha. Ilmuhimu kitu kinajulikana ya kwamba baadhi wameweka pale kwa ajili ya kujasuru mabaya mzee. Lakini jambo ambalo liko katika udarisi wangu ni kwamba sasa hivi masala ya ikhtilaf al-mudari mu'tabar al-nas nakubali kiasi. Kuna fatwa nyingi sana kutoka Khalid wa Saudi wasema kama kila nchi wajibaki
Zamani tunazungumzia kwamba nchi ya Kiislamu, Islamic State ambayo ni moja tu ulimwengu mzima zamani. Sasa kila moja ndio yake, ndio ndio imekatakata, imegawanywa. Hakuna mmoja ataathiri mwingine. Kwa hiyo mimi kwa mfano katika nchi yetu siku zote mimi nikifikia tu kama nimeona watu wanasikiliza chifukari. Sio kweli? Hilo tunasikia chifukari wanatangaza ama ana advice government kwa hivyo. Of course kuna rais zingine watu wengine pia wanafanya hukumu zao. Hiyo pia inafanyika. Sasa katika nchi za jirani kama Tanzania, Zanzibar, Uganda kwa mfano, hao wana fatwa principle system. Kuna mufti. Ukienda juzi nilikuwa Zanzibar, nilionyesha ofisi ya mufti ya Zanzibar boss. Inakaa kama state house. Kama nikauliza, is this department of the state of the government? Yes, it's funded by the government. Ramadhani, last year Ramadhani, nilikuwa Dar es Salaam katika hafla fulani ya Qur'an. Nilikutana na mufti Abubakar Zuberi. Basi Sheikh huyu aliambia kwamba yeye ni mstari wake tena kama mstawa ya waziri katika nchi hiyo. Tunaelewa, lakini wako na system kabambe. Kama Zanzibar wako na iftar mufti na pia wako na kadhi yao makadhi kama sisi kama chiefkadi na kila kitu alhamdulillah. Kwa system zao very strong. Sasa sisi tumetatizika vizuri. Hapa nchi yetu kila mmoja ni kiongozi katika jambo la jamii. Kwa hiyo imam na maratibu yake hapa watajamulia vile wanataka. Msikiti jirani watajamulia vile wanataka. Kwingine atajamulia hivyo. Hiyo ni fauda. Hiyo ni fauda kubwa sana. Hiyo masara ni masara ambayo kwamba haifai kupelekwa namna inavyokuwa. Sisi Waislamu tunafaa na ni muhimu sana tuanze kujadiliana kwamba namna tunavyokwenda is not. This is like a failed state, duelati ndogo. Sasa watu wa kawaida wanatatazika, wanapata shida. Juzi somebody called me and ananiambia tupatie bidi on Friday. Niliambia wakati wewe ulifunga na Wednesday ulichukua amri kutoka nani? Kwa mimi nilitoa kwamba Ramadhani itaanza Alhamisi. Ndio tarehe 19. Instruction wewe yule alikupatia hivi. Now because mimi utawala wangu is this four corners of this country only. Not beyond, isn't it? I can't make a determination beyond this country. So it's very clear. Sisi kama ofisi ya serikali, nidhamu yetu is very clear. Our roadmap is very clear. Here I'm just like acting capacity. Ni kushikia wenzangu atakapokuja bila tapanga yeye ndio. Mimi sasa pia nafuata mpangilio ambao nilipata kwa mbele place. Our brother Mhalim rahmatullahi alayhi niko katika ile committee kwa shauriana kusema kwamba hii matatizo hii ni masuala ya kutetea tufanye nini, tukubaliana kwamba tufanye nini. Hii masuala mwezi wa Ramadhani let us focus on local site mwanzo na mwisho, na idi ya udhuhia ya adha kwa wakati wa Eid hiyo tufuate wapi muqtadir huko Saudia ndio kufanya tofauti. Hiyo ni compromise. Sasa kuna watu wanasema kwamba sisi ni internationalist kwa kila kitu. Hiyo tunataka pia Saudi tu ndio sana. Ni internationalist wa Saudi tu. Kuna wengine sema sisi ni local tu yote. Sisi ni local tu. Wasema watu kupata some compromise. Middle ground sawa. Ufanye hiyo. Hiyo ndio namna ya kuongoza Sheikh
rahmatullahi alayhi, mimi pia kwa muda huu kidogo niko nitasikia tu hiyo yote. Hii limenipata hivyo, maadamu Sheikh ndio ametuwekea ni kwamba ni local, tunapata nini? Local. Na tumetoa kwamba witness pafia na accountability, transparency. Tulisema jamani, our doors are open. Tuko na mtandao siku hizi, mambo yako sawa sawa. Sawa sawa, tuko na battle live. Kesho tutaketi tupate habari moja kwa moja. Sawa sawa. We need to improve on that because later on. But for time being, hii ndio mbinu tumechukua. Kesho tutakupokea habari inshallah taala na will advise accordingly. And without any doubt, we advise the government wala kwa kwamba tunahesabu 30 days from the inception. Tunamaliza 30 days. Yes, mwezi unaweza kuja mbele, inawezekana. Mtana sio? Inawezekana. Labda kesho tunaweza kuwa na mwezi. Na Friday kweli hii inawezekana. Sio, lakini for the purpose of the planning, sisi government tuna advise 30 maliza ili siku nafuata kweli hii. Kwa bahati mbaya, bahati nzuri, this time tumefua kwa Saturday. Sio? Hii ni public trust. Walipigiwa nafanya mshauri baada ya makanisa sema tufanye nini gani. Kuna pressure. When I send my letter, you know, the Tiga guys called me. Some of them are Muslims. Even not Muslims. Walikuwa wanangoja hiyo wapate Friday holiday. When check this letter was not very clear. They wrote it again. You see? He said, no, please. This is what we said. It's a public trust. We can't betray. That is it. Tukipata nileleza vizuri ya kwamba labda unawezekano hili kweli, but for the purpose of the planning is Saturday. So that's where we are. Most likely, kama labda watajionea because they will be power labda kwa na power zao, these are waziri na wengine, labda kama mmeamua kama watuwekee on Friday, that's up to them. But wataweza kunyamaza, wanaweza tu because Saturday is not holiday, it's not a working day. Kabla utanyamaza usitangaze kidogo chochote. Kwa watu wangoja sana gazeti itakuja hivi. Sawa. Kwa hivyo kama we advise them to be on Saturday, wakienda na yetu, advice yetu, so you don't expect for what? For any gazeti. Itapasa hivyo. Sawa. Na of course, going forward, tutaangalia how we can go with consensus, gauge each other. Lakini la biko namna tena sisi wanazuoni tunapeleka mambo si sawa. Let me say this. Sio sawa. Inaonekana kwamba ni kila mmoja ni kama duailati. Wewe ndio utakayeji chego. Kama ndio lengo. Na sisi ndio tunafundishwa kama kwa watu wawili au watu watatu mmoja kwa nini kiongozi sio. Katika jambo hili kwa nini tunapata kushinda kiongozi? It's a big problem for us. So I think I wanted just to invite advise checks wanazuoni wetu kwamba hii masala, let us go back to the drawing board, discuss this. Hatuwezi kupeleka nchi na mradi ndio inavyopenda. The confusion is ours. Sisi ambao kama tunafaa kujibu, tunafaa kuongoza, lakini tena kwa maana tunahandle hii maneno si sawa kabisa. Si kabisa. Si sawa. Kwa hivyo Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala inshallah taala ndio ndio sana kwa kutoka machana. Allahumma atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adhaban nar. Allahumma innaka afuwwun tuhibbul 'afwa fa'fu 'anna. Allahumma innaka afuwwun tuhibbul 'afwa fa'fu 'anna. اللهم اعتقنا من النار، اللهم اعتقنا من شر والدينا من النار، اللهم ارنا الحق حقا وارزقنا اتباعه، وارنا الباطل باطلا وارزقنا اجتنابه، برحمتك يا ارحم الراحمين. سلام عليكم. عفوا. جزاك الله خير.